Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunaendelea vizuri so far. Maandalizi yetu yote yamekamilika. Tulikuwa na session leo kwa kuhakikisha kwamba tunaweka kila kitu kikae kwenye sehemu yake. Wachezaji wetu wote wako safi. Kama timu tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri kwa sababu ligi inaelekea ukingoni na malengo ya klabu bado hatujafikia. Kwa hiyo tuna jukumu la kufanya kazi kwa mchezaji mmoja mmoja, management pia kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunapigana kadri tuwezavyo, tupate point 3 hizo muhimu ambazo zitaifanya timu yetu iendelee kusogea juu kwenye msimamo wa ligi kuu. Mchezo uliopita mlipata alama 3 muhimu na hatimaye kukaa nafasi ya 4 ambayo mlikuwa mnahitaji. Unawaambiaje kuweza kuimarisha nafasi hiyo kuelekea huo mchezo wa kesho, kwa maana ukipata alama 3 utakuwa umeongeza zaidi? Tulikuwa na mechi iliyopita dhidi ya Pamba. Ni moja kati ya mechi ambazo zilikuwa ngumu. Nashukuru wachezaji tuweza kupambana, lakini mechi ya Pamba imepita, ilikuwa na mipango yake, hatuwezi kuikumbuka tena, imeshapita hiyo. Kwa hiyo tumeenda kutengeneza plani nyingine kwenda kuwakabili Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar ni moja kati ya vilabu vikubwa, vilabu ambavyo vina wachezaji wazoefu, wachezaji ambao pia wanajua namna ya kutafuta point kwenye kiwanja chochote kile. Kwa hiyo tutaingia tukiwa na tahadhari hiyo, tukiwaheshimu, tukiamini kabisa ni moja kati ya timu nzuri, hatuwezi kupuuza hata kidogo. Lakini tunarudia kusema kwamba anayekuja Singida kwa sasa ni kipindi kibaya sana kwao. Singida ni sehemu ambayo kwa sasa tunahitaji pointi 3 kuliko kitu kingine. Watatuthamee, watatufanyia kila kitu, lakini kwetu sisi kwa sasa hatuna kituulize. Kipaumbele cha kwanza ni pointi 3, kipaumbele cha pili ni pointi 5, hata kipaumbele cha 3 ni pointi 3. Kwa hiyo tuseme kabisa kwa wote wakaribisha na Singida wote waliopo mkoani hapa waje kwa wingi, tuende kuisupport timu, kwa sababu siku zote tunazungumza kwamba uwepo wa Singida hapa unachochea fursa nyingi sana, uchumi wa mtu mmoja mmoja, kila mtu aje, tuendelee kufanya vizuri kwa pamoja, tukapeperushe bendera ya timu yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Asanteni, karibu sana ndugu waandishi wa habari. Karibu. Ni kweli tunakuwa tunashukuru kwamba kweli kulikuwa na rekodi hizo, lakini wakati mwingine rekodi zipo kama rekodi, lakini mwisho wa siku hizo mechi 4 zilikuwa na walimu tofauti tofauti kutoka Mtibwa Sugar labda miaka hiyo, lakini sasa na Singida pia wao wameshinda 2, sisi tumeshinda 4. Pamoja na kwamba tumeshinda hizo mechi 4, pia si kushinda mimi, alishinda walimu wengine ambao walipita. Kwa hiyo na jukumu pia la kwenda kusimamia technical bench, kwenda kutengeneza na mimi alama zangu. Kwa hiyo hata mimi natakiwa niende kapambane na wachezaji waliopo. Hatuingii kwa sababu hizo rekodi za nyuma. Tunaangalia Mtibwa ya leo iko vipi. Ina wachezaji wengi vijana ambao wanaweza kupambana, wanaweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo niseme kabisa kwamba mwisho wa siku acha tukacheze mpira. Acha tukacheze, watu waje kwa wingi, twende uwanjani tukafanye, lakini tunaamini imani yetu ni kwenda kupata pointi 3 muhimu ambazo zitatusaidia kuhakikisha kwamba timu inaweza kusogea kwenda kwenye msimamo wa ligi. Wachezaji karibu wote, tuna majeruhi wawili ambao ni Ayubu Ruben Lianga bado anaumwa, lakini tuna Maarufu Chakei bado anaendelea kwenye chumba cha daktari. The rest wachezaji wote wako vizuri mazoezini, na ni mimi na technical bench wenzangu kukaa chini kuangalia kuona ni nani ataweza accommodate kwenye kikosi usiku wa kesho, ili aweze kwenda kupambana na Mtibwa. Kama nilivyozungumza, lazima tuheshimu Mtibwa, ni moja ya timu nzuri. Kwa hiyo hautaki kwenda lele mama, lazima uangalie, ujipambanue na uhakikishe kwamba unatengeneza squad nzuri ambayo itaenda kucheza kiwanjani na kupa hizo point 3 muhimu.